Kote Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump atangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran hadi mazungumzo kati ya nchi hizo yatakapokamilika. Nigeria yarekodi kisa kipya cha COVID-19 ikiwa ni cha kwanza tangu mwaka 2022. Na ripoti mpya kutoka Afrika Kusini inaonya kwamba kuendelea kutumia makaa ya mawe kutasababisha vifo vya watu 32,000 kufikia mwaka 2050. Sababu mji mkuu ni chembe ndogo sana za vumbi zinajulikana kama PM2.5, na ni chembe ambazo hazionekani kwa macho lakini upenya ndani kabisa ya mapafu na kuingia kwenye mfumo wa damu na kusababisha magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani ya mapafu na magonjwa sugu ya kupumua. Siku ya Jumatano leo ya Aprili 22 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Sarafina Robi anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Asante sana Skola. Nikianza moja kwa moja ni kwa waziri mkuu wa Pakistan amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kukubali kuongeza muda wa usitishaji mapigano na Iran. Shehbaz Sharif anasema anatumai pande zote zitaendelea kuzingatia usitishaji huu na kuhitimisha makubaliano ya amani kwa kina katika duru ya pili ya mazungumzo katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Haijabainika ni lini mkutano huu wa amani utafanyika. Ikulu ya White House inasema makamu wa rais JD Vance, ambaye aliongoza ujumbe wa Marekani katika duru ya kwanza ya mazungumzo, hataelekea Islamabad wakati huu. Kundi la Lebanon Hezbollah linasema kuwa limerusha ndege zisizo na rubani pamoja na roketi kaskazini mwa Israel. Kundi hilo linaloungwa mkono na Iran linasema mashambulizi hayo ni jibu la ukiukaji wa usitishaji mapigano uliofanywa na Israel, ambayo inasema ililenga raia na kuharibu makazi. Israel inasema Hezbollah iliwarushia makombora wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon na kurusha ndege moja isiyo na rubani kuelekea kaskazini mwa Israel. Inasema vilevile kwamba ndege hiyo isiyo na rubani ilidunguliwa. Waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam, ambaye alizuru Pahi, anasema nchi yake inahitaji dola milioni 600 za msaada wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na waziri mkuu wa Haiti Alex Didier Filjaim kusisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama ili nchi hiyo iweze kufanya uchaguzi. Zaidi na David Nkia. Hapo awali Chad ilisema itapeleka wanajeshi 1,500 nchini Haiti kama sehemu ya kikosi cha kimataifa kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kusaidia kukabiliana na ghasia za magenge yaliyoenea. Umoja wa Mataifa unasema kwamba magenge yameongeza udhibiti wao zaidi katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, katika mwaka uliopita. Nchi hii ambayo ni maskini zaidi katika bara la Amerika Kaskazini ina miongoni mwa viwango vya juu zaidi vya mauaji, ubakaji na utekaji nyara duniani. Na kampuni ya ChatGPT imekanusha kuhusika katika ufyatuaji wa risasi nchini Marekani baada ya waendesha mashtaka Florida kuanza uchunguzi wa jinai katika kampuni hiyo. Mwanasheria mkuu wa serikali James Othmere anasema ChatGPT ilitoa ushauri kwa mtu anayetuhumiwa kuua watu 2 katika chuo kikuu mwaka jana. Othmere anasema ikiwa ChatGPT ni mtu, ingekuwa inakabiliwa na mashtaka ya mauaji. OpenAI inasema mauaji hayo ni janga kubwa, ila ikasema teknolojia yake haihimizi shughuli haramu au hatari. Hii ni BBC. Na huu ni muktasari tu wa habari za ulimwengu uliowasilishwa kwako hapo na mwenzangu Sarafina Robi, yuko studio zetu za Nairobi. Matangazo yanaamka na BBC msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC na tunakutangazia kupitia pia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutusikiliza kupitia Lizard Radio na Radio Muungano. Kule Beni nchini Tanzania, Radio Kwizera Ngara, Radio Free Africa, Radio 1 na CGFM. Kenya, Mwenedu FM, Most FM. Uganda, Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Rais Donald Trump ametangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran hadi mazungumzo yatakapokamilika. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii, Trump anasema vikwazo vya Marekani kwa bandari za Iran vitaendelea hadi Teheran iwasilishe kile alichokiita pendekezo la pamoja. Makubaliano kati ya pande hizo mbili yalikuwa yametarajiwa kukamilika leo Jumatano. Bwana Trump anasema ameombwa aache kushambulia Iran na Pakistan, ambaye amekuwa akifanya kazi kama mpatanishi. Zaidi na Sarafina Robi. Waziri Mkuu wa Pakistan amemshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kuendeleza muda wa usitishaji vita na Iran ambao muda wake ulikuwa umekaribia kumalizika, na kuzitaka pande zote mbili kuendelea na mazungumzo. Ila mshauri wa mpatanishi mkuu wa Iran na spika wa bunge Mohammed Bakir Kaligaf anasema katika mtandao wa X kwamba kuendelea kuwepo kwa vizuizi vya Marekani kwenye bandari za Iran hakuna tofauti na mashambulizi ya mabomu na ni lazima wakabiliwe kijeshi. Kabla ya tangazo la Rais Trump kwamba ataongeza muda wa usitishaji vita na Iran, Marekani imetaka kudumisha kampeni yake ya shinikizo la kiuchumi kwa serikali ya Iran. Katika taarifa iliyotumwa kwa wanahabari mjini Washington, ofisi ya wizara ya hazina ya Marekani ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC ilisema kuwa inawekea vikwazo watu 14 mashirika ya ndege yaliyo Iran, Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ununuzi wao na kusafirisha silaha kwa niaba ya serikali ya Iran. Hii ina maana kwamba mali na maslahi yote katika mali ya wale walioteuliwa walio nchini Marekani au katika utawala wa Marekani vimezuiwa na lazima viripotiwe pamoja na mashirika yoyote yanayomilikiwa moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja 50% au zaidi na kila moja ya taasisi. A bread like this was 35 tumors about 3 months ago. Now it's 3 times more. Raia wa Marekani pamoja na wasio raia nchini Marekani au hata wanaopita Marekani pia wamepigwa marufuku kufanya miamala yoyote na taasisi hizo. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, mashirika haya yamekuwa yakifanya kazi ili kuisaidia Iran kuunda upya uwezo wake wa kutengeneza ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki ambayo yaliathiriwa sana na mashambulizi ya Marekani na Israel wakati wa operesheni ya Epic Fury. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anakubaliana na tangazo la Rais Trump la kuongeza muda wa usitishaji mapigano, kwa mujibu wa msemaji wa ofisi yake. Stefan Dujarric anasema hii ni hatua muhimu katika mchakato huu wa kuunda nafasi muhimu kwa diplomasia na kujenga imani kati ya Iran na Marekani. Na asante Sarafina Robi. Nigeria imerekodi kisa kipya cha COVID-19 kusini mwa jimbo la Cross River. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka mamlaka za eneo hilo, ikiwa ni kisa cha kwanza tangu mwaka 2022. Zaidi na Esther Luambano. Maambukizi hayo yanamhusisha raia wa China anayefanya kazi na kampuni ya ndani. Hii ikiwa ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Nigeria. Akimnukuu kamishna wa afya wa serikali Dr. Henry Ayuk, amesema mtu huyo alisafiri kwa ndege hadi Nigeria kutoka China Machi 17 na baadaye akaugua, na hivyo kumfanya kuhamishwa kutoka katika kituo cha serikali hadi hospitali ya mafunzo ya chuo kikuu cha Calabar ambapo vipimo vilithibitisha kuwa na COVID-19. Maafisa wa serikali wanasema hali ya mgonjwa huyo inaendelea vizuri na kusisitiza kuwa itifaki za afya zilizowekwa zilifuatwa kabla ya kuthibitishwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Nigeria NCDC pia kimethibitisha kisa hicho. Taarifa yake imesema mgonjwa huyo ametengwa na anapokea huduma kwa mujibu wa miongozo ya kitaifa. Imeongeza kuwa hakuna ushahidi hadi sasa wa maambukizi makubwa na ufuatiliaji wa mawasiliano na hatua za kuzuia maambukizi zilizoamrishwa kwa ushirikiano na mamlaka ya afya ya serikali. Maafisa wanasema kwamba muda wa ugonjwa unaonyesha kwamba mtu huyo anaweza kuwa ameambukizwa virusi ndani ya nchi baada ya kuwa dalili ziliibuka zaidi ya kipindi cha kawaida cha siku 14 baada ya kusafiri. Shirika la Afya Duniani WHO linasema COVID-19 inaendelea kusambaa duniani kote, lakini kwa ujumla katika viwango vya chini na tulivu. Takwimu za hivi majuzi za uchunguzi wa WHO zinaonyesha kuwa shughuli za SARS-CoV-2 bado ni za kawaida kote ulimwenguni, na ongezeko la mara kwa mara la kikanda pamoja na sehemu za Afrika, ingawa magonjwa na vifo viko chini sana ikilinganishwa na kipindi kile cha mlipuko mkubwa. Ni taarifa yake Esther Luambano. Na matibabu ya saratani ya matiti yanaweza kusababisha matatizo ya kiafya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na mikono kuvimba, lakini pia pamoja na uchovu. Hata hivyo, kikundi cha wanawake huko Hispania kinapambana na ugonjwa huo kwa msaada wa kurusha mishale. Wanasema hilo limewasaidia sana na linawapa nafuu kubwa
kama inavyoeleza ripoti ya Claire Betts ambayo inawasilishwa hapa na Phyllis Mwate. Hawa ni Pink Arrows, kundi la wapiga mishale ambao wote wanajiuguza kutokana na saratani ya matiti. Wanawake hawa hufanya mazoezi ya upigaji mishale hapa kila wiki. Mazoezi haya huwasaidia kuboresha nguvu zao na namna wanavyotembea. Na pengine muhimu zaidi ni sehemu ya kukutana na kuzungumza kuhusu kile wanachopitia. Na mchezo huu umeleta faida nyingine ya kushangaza. Umewasaidia wanachama wengi kudhibiti maumivu yao. Nilipoanza upigaji mishale mkono wangu ulikuwa umevimba sana, lakini sasa naweza kuinua mkono wangu kikamilifu na pia uvimbe umeisha. Limfodima ama uvimbe wa tishu ni athari ya kawaida ya matibabu ya saratani ya matiti. Husababisha mkusanyiko wenye maumivu wa maji katika sehemu ya juu ya mwili. Mari huenda kwenye klabu ya upigaji mishale kila wiki ili kusaidia kudhibiti hali yake. Mtaalamu wake wa tiba ya viungo ameona jinsi wagonjwa wake wote walivyoimarika walipoanza upigaji mishale. Faida kuu ni kuimarika kwa viungo. Zaidi ya hapo, mfupa wa bega hupata nguvu pamoja na sehemu ya mkono. Kuvuta na kuachia upinde huboresha mtiririko wa maji ya uvimbe. Pia inaaminika sana kwamba mtetemo wa upinde husaidia. Hii huunganishwa na masaji na bendeji za kubana ili kupunguza dalili zao. Nimeona visa ambapo uvimbe wa tishu umepungua na hata viungo vimepata nguvu. Pink Arrows wanafundishwa na mpiga mishale bingwa Ana Kano. Alipata wazo kutokana na jaribio lililofanikiwa hospitalini Madrid, na ameona kuwa limewasaidia wanawake hawa kiafya, kimwili na kiakili. Lazima waendelee na maisha yao. Wana watoto, wengine wana kazi. Hivyo maisha yanaendelea na hayawezi kusimama. Wanapokuja hapa kwa pamoja husahau kila kitu, na wanapoondoka kila mmoja hubaki peke yake. Mara nyingi silali vizuri, lakini usiku unaofuata baada ya upigaji mishale kawaida hulala vizuri sana. Makundi kama Pink Arrows yameanza kuenea kote Uhispania, na sasa kuna mashindano ya kitaifa kwa watu ambao wamepata matibabu ya saratani ya matiti. Ni taarifa yake Claire Betts, imewasilishwa hapo na Phyllis Mwate. Na sasa tunakwenda viwanjani. Oh yes. Huyo ni mzee wa jezi nambari ngapi? Mimi jezi yote nyekundu na nyeupe za kwangu. Oh, bora umesema na nyeupe. Na washajua ni timu gani wewe? Mimi Simba, mimi Manchester. Kuna shida mama? Hakuna. Ligi kuu soka England imeendelea usiku kumkia leo kwa mchezo mmoja ambapo Brighton imeichapa Chelsea 3-0 katika mchezo ambao wachambuzi wa soka wanasema Chelsea ilicheza hovyo na kuwa na muendelezo wa kudondosha alama. Pale La Liga, Mbappe na Vinicius Junior wakafunga goli moja kila moja na ikaondoka na goli 2-1 Real Madrid dhidi ya Deportivo Alaves. Na sasa Madrid inafikisha alama 73 nyuma ya vinara Barcelona mabaka wenye alama 79 na faida ya mchezo mmoja mkononi. Leo hii kulikuwa na mchezo miwili, Burnley dhidi ya Man City, FC Bournemouth dhidi ya Leeds United. Kwingineko Skola, kama unakumbuka, Leicester City waliochukua ubingwa 2015-16 ile wakashuka daraja kwenda ilikuwa ni wanasema ni kama kipofu aliona mwezi. Yes, kwa sababu walipanda akachukua ubingwa, yes. Wakashuka daraja kwenda Champions. Sasa imeshuka tena kwenda League 1. Itakuja tu kwenye kuchukua kombe. Ikiwa ni miaka 10 baada ya kushinda ligi kuu soka England. Leicester walihitaji kuwashinda Hull City ili kujipa nafasi yote ya kunusurika kushuka, lakini wakaishia kupata sare ya 2-2. Inakuwa ni majonzi kweli kwao. Na kwa nini yani performance na mishaanza kuwa kama mchambuzi, kwa nini namna ambavyo timu inavyofanya ndio namna inavyojipatia na kujipunguzia pia mashabiki? Kwa sababu Leicester ilipata mashabiki wengi sana wakati iliposhinda kombe. Kwa sababu ni kama ilikuja kama wanaita surprise package. Na baadaye wameshuka kama surprise package. Kwa nini msiendelee kuwa support? Kwenye tennis, mchezaji namba 1 wa zamani duniani Venus Williams amepoteza mechi yake ya 10 mfululizo alipochapwa 6-2, 6-4 na Caitlin Quevedo kwenye michuano ya Madrid Open. Williams mwenye miaka 45 ndiye mchezaji wa kwanza wa zamani kupoteza mechi 10 mfululizo tokea mwaka 1975. Mkongo huyo alishinda mechi mara ya mwisho Julai mwaka jana dhidi ya Marekani mwenzake Peyton Stims kwenye michuano ya Washington Open. Kwa ufupi, tetesi za soka Manchester United na Galatasaray wapo tayari kumenyana kumpata kiungo wakati wa Juventus na Uholanzi Teun Koopmans. Na huyu hapa ni Liverpool inamfuatilia mchezaji wa kimataifa wa Ufaransa Randon Colomwani mwenye miaka 27 kama mbadala wa Mo Salah ambaye huenda akaondoka klabuni hapo msimu. Sio huenda, amesha sema kwamba ataondoka. Namaliza namna hiyo Skola. Huyu anasema sijui ni shetani ama nini. Yaani nimemwomba jirani yangu gesi alafu imeishia kwangu.
Matangazo ya Amka na BBC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump atangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran hadi mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yatakapokamilika. Nigeria rekodi kisa kipya cha COVID-19 ikiwa ni cha kwanza tangu mwaka 2022. Na ripoti mpya kutoka Afrika Kusini inaonya kwamba kuendelea kutumia makaa ya mawe kutasababisha vifo vya watu 32,000 kufikia mwaka 2050. Hii ni BBC. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Msikilizaji, leo ulimwengu unaadhimisha siku ya dunia, kauli mbiu ikisema nguvu yetu sayari yetu. Lakini wakati viongozi wakihimizwa kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kijiji kimoja huko Chesogosh kule Elgeyo Marakwet bado kinaishi na makovu ya asili kule nchini Kenya. Miezi 6 baada ya maporomoko ya udongo kuua zaidi ya watu 30, maisha ni mchanganyiko wa huzuni na ustahimilivu. Ron Clifford ametembelea kijiji hicho na kutuletea simulizi ya vidonda ambavyo bado ni vibichi. Rael Jepkosgei Kibor bado anatokwa na machozi. Ni takriban miezi 6 sasa tangu watoto wake 3 na mamake wafariki katika maporomoko ya udongo katika kijiji cha Chesongoch, jimbo la Elgeyo Marakwet nchini Kenya. Na japo muda unapita, matukio ya siku hiyo na makovu yaliyoachwa bado ni mabichi kabisa. Vile nakaa hapa, nikianza kuona tu saa hii nyumba, nasikia kulia. Yaani nikikaa hapa, naanza sasa kuwaza, naanza kukumbuka watoto, naanza kukumbuka mama. Nikianza tu kusimama hapa niangalie pale, niangalie nyumba, niangalie. Sasa roho ndio ina nini. Mama huyo ni miongoni mwa wakazi wengi wa eneo hili la Bonde la Ufa waliopoteza wapendwa wao katika mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya maporomoko ya udongo nchini Kenya. Zaidi ya watu 30 walithibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 25 mpaka sasa hawajapatikana baada ya janga hilo lililosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mawe haya makubwa hayakuwepo katika eneo hili. Ni mawe yaliyoletwa na mvua kubwa na mafuriko yaliyotoka maeneo ya juu yakija hapa chini. Hapa palikuwa makazi ya watu. Kina mama na watoto walikuwa ndani ya nyumba usiku wakati mvua na mafuriko yaliposomba nyumba na kila kilichokuwa ndani yake. Wakazi hapa sasa wanajaribu kurudia maisha yao ya kawaida, lakini bado wanaishi kwa majonzi na makovu ya siku hiyo. Na wanasema kurudia maisha ya kawaida si rahisi kwa sababu walipoteza kila kitu siku hiyo. Basi nikasema kwa sababu waje niweke investment ya kutosha ili iweze ya baadaye, maisha ya leo na ya baadaye. Kwa hivyo nikachukua mkopo wa milioni 1.3 ambayo ninakuwa nalipia kwa wakati huu, lakini biashara yenyewe haipo. Ni hasara sana kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa huo mkopo, nalipa kila mwezi 23,000. Sasa leo ulimwengu unaadhimisha siku ya dunia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni nguvu yetu sayari yetu, ikiangazia uwajibikaji wa watu binafsi, serikali na jamii katika kuleta mabadiliko, hasa katika kupunguza hasara na uharibifu unaosababishwa na uharibifu wa mazingira. Kifungu cha 5 cha Santiago Network chini ya mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kwa hasara na uharibifu kinasisitiza kutolewa kwa msaada kwa jamii zilizo hatarini ili kuwasaidia kufufua uchumi na kuwarejesha katika maisha ya kawaida baada ya majanga ya mazingira. Lakini mbona wahanga wengi huachwa katika mazingira magumu? Tunafanya mazungumzo haya katika ngazi ya kimataifa na sasa ahadi zinatolewa. Kwa hiyo serikali za nchi mbalimbali, wafadhili na jamii kwa ujumla wanahitaji kufikiria upya mbinu ya ufadhili wao na kutoa ahadi zaidi, na sio ahadi tu, bali pia pesa zinazohitajika katika suala la ufadhili ili tuweze kuendana na pengo lililopo kati ya mahitaji na kile ambacho tayari tunawapatia. Asante Ron Clifford kwa taarifa hiyo ikiangazia siku ya dunia.
Unaweza pia kutembelea tovuti yetu msikilizaji, na taarifa mbalimbali ikiwemo hii hapa, ufahamu mlango bahari wa Malaka na umuhimu wake kwa biashara ya kimataifa. Hapa katika tumesikia sana Hormuz, lakini kuna mlango bahari mwingine, enda kausome. Lakini kwa nini Afrika inataka ramani mpya ya dunia? Sababu 4 za kwa nini. Pia mazungumzo ya Marekani na Iran yako shakani. Taarifa hiyo na nyingine nyingi tu tembelea hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Sasa tunatupia jicho ripoti mpya kutoka Afrika Kusini kuhusu matumizi ya makaa ya mawe na jinsi ambavyo mwenendo huu unaweza kuathiri matumizi ya nishati hiyo kwa Afrika, lakini hata Afrika Mashariki. Ripoti mpya kutoka Greenpeace na wadau wengine inaonya kwamba kuchelewesha kuachana na matumizi ya makaa ya mawe kwa Afrika Kusini kutasababisha vifo vya watu 32,000 kufikia mwaka 2050. Lakini swali ni je, hili ni onyo hata kwa nchi nyingine za Afrika ambapo miradi ya makaa ya mawe bado ipo? Awali nimezungumza na mwanaharakati wa mazingira Lucas Malembo kutoka Tanzania pamoja na Ferdinand Omondi ambaye yuko Afrika Kusini, na anaanza kuielezea ripoti hiyo. Ripoti hii inasema kwamba kuchelewa kwa muongo mmoja tu kufunga mitambo ya makaa ya mawe kutaigharimu Afrika Kusini takriban randi bilioni 721 na maelfu ya maisha. Utapata kwamba sio moshi tu ambao unaonekana kwa uso ama kwa macho ambao unaleta athari hii, bali pia utapata kwamba mwaji mkuu ni chembe ndogo sana za vumbi zinajulikana kama PM2.5, na ni chembe ambazo hazionekani kwa macho, lakini upenya ndani kabisa ya mapafu na kuingia kwenye mfumo wa damu na kusababisha magonjwa ya moyo, kiharusi, saratani ya mapafu na magonjwa sugu ya kupumua. Kwa hivyo ukiangalia ripoti kujumuisha inaonyesha kwamba kuchelewesha kufunga mitambo ya makaa ya mawe kusababisha takriban vifo 32,000 vya mapema. Lakini kando ya hayo, madhara zaidi ya vifo ya watu wazima, utapata kwamba watoto pia wanaathirika zaidi, kwani ucheleweshaji huu pia utasababisha watoto 41,000 ziada kuzaliwa kabla ya wakati wao. Naam, asante Ferdinand Omondi kutoka hapa Afrika Kusini. Lucas Malembo, na kuja kwako, tuangazie sasa, wewe ni mwanaharakati wa masuala ya mazingira. Nchi zetu zinatakiwa kufanya nini? Unasikia athari ambazo amezieleza hapa Ferdinand Omondi kwa hali tu ilivyo na ripoti hilo toka kule Afrika Kusini. Tuna uwezo mkubwa wa kuingia kwenye nishati safi kwa kutumia upepo, lakini umeme wa jua, na ukiangalia tafiti zinaonyesha gharama sasa hivi ya kuzalisha umeme kwa njia ya upepo na umeme kwa njia ya jua ni gharama nafuu. Sasa serikali za Afrika Mashariki, lakini Afrika kwa ujumla, zisijisifu kwa kuongeza majengo na vifaa tiba ama vifaa kwa ajili ya afya. Badala yake vinatakiwa vitumie mbinu ambazo zitapunguza haya magonjwa. Mwenzangu amejaribu kuonyesha magonjwa hayo yanayotokana na mfumo wa hewa, na tunaweza tusione madhara yake sasa hivi, lakini miaka inavyokuja, miaka 10-20 mbele, tutakuwa tumeua nguvu kazi kubwa ya vijana ambayo ndio wazalishaji ambao tunawategemea katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Ferdinand Omondi, serikali ya Afrika Kusini yenyewe inasema kwamba utegemezi wake katika makaa mawe ni kwa ajili ya kupambana na swala zima la kukatika kwa umeme, wanakiita load shedding. Lakini ripoti inaonyesha kuna njia tu mbadala za upatikanaji wa nishati. Sasa hapa lipi ni lipi? Nani tumwamini? Utafiti wa gridi ya nishati endelevu wa Afrika Kusini unaonyesha miradi ya takriban ya gigawati 220 ya upepo, jua na uhifadhi wa nishati unaendelezwa tayari upo. Kwa hivyo ukiangalia hivi, serikali inaopa hii kama chaguo kati ya makaa ya mawe na giza, hiyo ni hoja ya uongo, naweza kusema hivyo. Swala kweli ni kwa nini mpito unacheleweshwa wakati njia mbadala tayari zipo na zinashindana kwa gharama? Kuweka mitambo inayochafua wazi ni chaguo la makusudi la kisiasa linaloadhibu maisha ya binadamu. Ripoti inaonyesha kwamba hoja ya kiuchumi ya makaa ya mawe inaanguka unapozingatia gharama yake halisi, kwamba tangu mwaka 2011 zaidi ya randi bilioni 290 zimewekwa katika sekta ya nishati endelevu ya Afrika Kusini, na sehemu ndogo sana gharama ya kiafya ya randi bilioni 721 kuchelewesha makaa ya mawe. Kwa hivyo ni sera ambayo inatumia maelezo ambayo si ya kiukweli. Lucas Kalembo, wapo ambao wanasema kwamba ama kuna ile dhana kwamba makaa ya mawe ndio njia rahisi na ya haraka zaidi katika swala zima la kukuza viwanda. Je, ni kweli makaa ya mawe ni nishati nafuu kwa nchi zetu za Afrika na hata Afrika Mashariki?
kujipanga ni kuchagua, na si kila rasilimali tulizonazo bara la Afrika ama Afrika Mashariki zinaweza zikawa ni rasilimali zote muhimu kwa matumizi ya sasa. Tunapaswa tuangalie, ni kweli tunahitaji kuwa na uchumi wa viwanda. Nchi za Afrika Mashariki, nchi za Afrika, uchumi wake mkubwa unaotokana na kilimo, ambao mwisho wa siku tunaona ni muhimu kuongezewa thamani yale mazao. Lakini tunazo njia nyingi ukiondoa makaa ya mawe. Hoja yangu hapa ya msingi ni kwamba tuangalie taifa la kesho, vizazi vya kesho. Je, kama tutaendelea kutumia njia hii ya makaa ya mawe ambayo tunaiona ni njia rahisi sasa, lakini tunajiandaa kuwa na taifa ama bara ama ukanda wetu wa Afrika Mashariki wenye vijana wenye matatizo ya afya, maana yake ni nini? Tutaingia gharama za kiuchumi baadaye, tena za kiafya tu, sio tu za kiuchumi, za kuwa na taifa ambalo ni watu lakini sio rasilimali watu, kwamba ni watu ambao wapo katika jamii lakini hawawezi kuzalisha kwa sababu ya matatizo ya kiafya. Kwa hiyo ushauri wangu mimi kwa serikali za Afrika Mashariki na Kenya, kwa kweli wamejitahidi kwa kupiga kelele na kuchukua hatua hata za kwenda kwenye vyombo vya sheria. Tanzania tunao mradi wa Mchuchuma. Bado tunayo nafasi, na Tanzania sisi kipekee kwenye ukanda wa Afrika Mashariki tunazo njia nyingi za kutengeneza nishati safi bila kuwa tukatumia makaa ya mawe, ambayo kwa kweli ripoti zinaonyesha, na ukiangalia mwenzangu kasema, na ripoti zinaonyesha fedha nyingi ambazo watatumia Afrika Kusini na ambazo wamekuwa wakitumia toka 2022 kwa ajili tu ya magonjwa ambayo yanatokana na makaa ya mawe. Ferdinand Omondi, unadhani kupitia ripoti hii unaona msimamo wa serikali ya Afrika Kusini ukibadilika? Ripoti inadhibitisha kwamba ikiwa unataka kuzuia vifo 32 au watoto 41 kuzaliwa mapema au kupoteza mabilioni ya randi, cha kufanya tu ni kuchagua umeme mbadala. Kwa hivyo ni mujibu wa Afrika Kusini kwa uwiano mkubwa zaidi jamii maskini zaidi za Mpumalanga na wakazi wa Gauteng kuona mateso ambayo yanaletwa na mkaa huu wa mawe na kuchagua umeme wa njezigina au umeme safi. Mwezi Januari mwaka 2021 mjini Hague, Uholanzi, viongozi wa Afrika walianzisha mpango wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Inaitwa Africa Adaptation Acceleration Program. Tunapaswa tujiulize, kama alivyosema mwenzangu, kwamba leo Afrika kama pamoja na kuwa ni wahanga wa mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini sisi tunaanza kuchukua hatua gani? Hatua ambazo tunapaswa kuzichukua ni kama hizi. Licha ya kwamba tuna makaa ya mawe, lakini tunaona kabisa makaa ya mawe yanaweza kuwa chanzo cha matatizo mengine. Tunapaswa tuanze kukabiliana nayo, na kwa kutumia hii ripoti ambayo imeonyesha Afrika Kusini ambavyo wamekuwa kwenye hii changamoto. Kwa hiyo ni wito wangu mimi kwa viongozi wa bara la Afrika, tunapaswa tuendelee kuangalia Afrika tunazo rasilimali nyingi ambazo tunaweza zikatusaidia kutatukana ama kutoka kwenye haya matatizo. Mfano, kwenye nishati, bado tuna nishati ya jua, tunaweza tukaitumia vizuri na tafiti zinaonyesha gharama ni nafuu zaidi. Bado tuna nishati ya upepo, tuna maeneo mengi. Kwa hiyo ni wito wangu kwa viongozi wa bara la Afrika, wawe chachu ya kusaidia na kulinda vizazi vijavyo kwa ajili ya kuwa rasilimali ambayo itailinda Afrika na kuzalisha, na sio watu ambao watakuwepo lakini wana matatizo ya kiafya. Mwanaharakati wa masuala mazingira Lucas Malimbo huyo, na alikuwa na Ferdinand Omondi ambaye yuko Afrika Kusini, tukiangazia ripoti hiyo mpya inayotoa tahadhari kuhusu matumizi ya nishati ya makaa ya mawe. Na hapo natamatisha matangazo haya ya Amka na BBC. Msimamizi wake ni Sarafina Robi, mhariri ni David Nkya, lakini fundi mitambo amekuwa ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga. Asante kwa kuambatana nami na nikutakie asubuhi njema. Kwaheri kwa sasa.